anachaguliwa kama hivi. Mtendaji mkuu yuko hapa, ndio mtendaji mkuu pale ni katibu, si ndio? Una muda gani pale? Na miaka 4. Taarifa nilizonazo na nimezipata kutoka kamati ya bunge ya kwamba mpaka jana waheshimiwa wabunge wananiambia shirikisho la kikapu halijakabidhi ofisi kwa waliochaguliwa. Ni kweli? Ni kweli mheshimiwa. Ni kwa sababu ya kupishana mazingira ya kazi. Sasa mmefikaje kwa wabunge kama jambo la kwenu tu la internal communication? Hebu mpe rais wako nipate kusikia. Jamani, huku kwenye michezo mmeingiliwa Rais wa kikapu, kwa nini una ofisi mpaka sasa? Habari zenu kwa watu wa Tanzania. Mimi naitwa Sheikh Khamis. Nimechaguliwa juzi kuwa rais wa basketball Tanzania. Nimejaribu kurudisha kuhusiana na hivyo vitu, naambiwa niwape siku kadhaa kuweza kujenga ofisi. Kwa hiyo nasubiri. Hebu mrudishe microphone katibu mtendaji mkuu. Hayo ni maelezo ya kupishana kwa. Kupishana ratiba. Hapana mheshimiwa. Alikuwa rais aliyepita anafanya kazi Dodoma. Wewe ndio mtendaji mkuu. Mimi nilivyoteuliwa kuwa waziri wa habari, sanaa, michezo na utamaduni, na babangu Profesa Kabudi akateuliwa kwa waziri ofisi ya rais kazi maalum, shughuli ilibaki kwa mtendaji mkuu, katibu mkuu wa chama, nani wa wizara. Nadhani hata nyinyi kwenu kwa hivyo. Yeye ndio anaandaa makablasha na nini? Na makabidhiano, si ndio jamani? Sasa inakuaje yeye ndio mwenye ofisi, kwa hiyo hata wewe una ofisi? Mimi ni mtendaji mkuu, lakini mwenye dhamana ya shirikisho ni kwa mheshimiwa rais, ambaye alikuja kwa ajili ya ukabidhi, lakini kwa bahati mbaya mheshimiwa rais wa sasa alikuwa kambini Zanzibar, kwa hiyo wakapishana, kwa hiyo wamekubaliana watakutana tena Jumapili. Mbona kama wewe unapokea oda sehemu tofauti? Au ulianza na wewe kukumoa? Hapana mheshimiwa. Kwa sababu unaanza kulipa picha ya mgogoro ambao unaanza kulipa picha ya mgogoro uliopo kabla ya mgogoro wenyewe. Kwa nini hao maelezo asingekuwa ameelewa rais wako wa sasa? Sasa jamani, angekuwa ameelewa rais aliyeshinda. Sasa angesema tu kwamba tunaendelea na utaratibu, nimewasiliana na rais mwenzangu chini ya utawala wa mtendaji wetu mkuu, tunafanya logistics, sikufanya tutakabidhiana ofisi. Kwa nini una majibu tofauti? Samahani mheshimiwa, kwa mujibu wa katiba anapokuwa mheshimiwa rais hayupo, makamu wake yupo, makamu wake anayo taarifa. Kwa bahati mbaya hayupo hapa, yuko Ufaransa, lakini anayo taarifa. Sasa leo lini? Leo ni Ijumaa mheshimiwa. Kama Jumatatu ofisi haijakabidhiwa, unaamka wewe kwanza. Nimepokea maelekezo. Mzee, huku ni kwingine. Msikanyage huko haya.